Mwambie jirani, mkae vikao, msikae vikao. Sitazuirika tena, sitazuirika. Alafu ongeza makofi mengi kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kuwe kuna tuta, hakuna kupunguza mwendo. Kuwe kuna kona, hakuna kupunguza mwendo, mpaka tufike tunako kwenda. Wewe ria hayo, riatu achilia moyo wako kwa Bwana. Wala usisubiri wimbo, achilia ibada yako mbele za Bwana. Kanda raba seketere boshete mama makata raba baketetere bokoto karaba shetere bokoto. Nina uhakika na wewe Mungu ninaosimama hapa kukutumikia wewe Bwana. Wewe nina uhakika na wewe Bwana unasikia. Wewe nina uhakika hujaanza kujibu leo. Wewe ulijibu wana wako wa Israeli walioteswa miaka 400, walioteswa miaka 400. Wewe Bwana ulishuka ukawajibu. Mandarabakata rabakete. Wewe Bwana unashuka. Wewe Yesu unashuka kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya watoto wako. Bwana wewe ulitawana bahari ya Shamu. Mandarabakete rebokotorobo shando. Karababa yeterebo bokotorobo shando. Karababa yeterebo shandarabakata. Karababa yeteterebo shakata. Ingia kwenye maombi mtumishi wa Bwana, wala usisubiri nyimbo. Karaba yeketerebo koto. Hii ni ibada yako, iachilie mbele za Bwana. Hii ni ibada yako, iachilie mbele za Bwana. Wala ujui nini kitatokea kesho, wala ujui ni kitu gani kitatokea kesho. Achilia ibada, maneno machache mbele za Bwana. Mwambie Bwana neno lolote, yeye anasikia. Mandaraba yeketerebo bosheketerebo. Karaba yeterebo bo. Karababa yeterebo bokoto. Karababas. Oh Baba, ninakuabudu. Ndio Bwana. Oh Baba, ninakuabudu. Yes. Karabashandaraba. Oh Baba, ninakuabudu. Karabashat. Oh Baba, ninakuabudu. My God. Oh Yesu, ninakuabudu. Peke yako Bwana. We Yesu, ninakuabudu. Tumwambie wote Bwana, tumwambie wote Baba Yesu. Baba, hey, ninakuabudu. Mwambie tena Bwana, mwambie Baba, mwambie Baba, mwambie Baba. Baba, mwambie Baba, mwambie Baba. Karaba seke. Mwambie tena Baba.
Hichi ni kibali cha kipekee ambacho Mungu amefanya nini? Ametupa. Kwa hiyo mimi natamani kwa kutambua na kuheshimu hii neema na hichi kibali ambacho Mungu ametupa, natamani tumpigie Mungu makofi ya shangwe na vigelegele. Amen. Subiri kwanza. Ngoja nikupe utaratibu. Nataka tupige makofi kwa utaratibu. Amen. Nitahesabu moja. Leo si siku ya 5. Leo ni siku ya 5. Niko sahihi, si ndio? Tutahesabu moja. Nikisema moja unapiga makofi ngapi? Nikisema 2 unapiga makofi mangapi? Nikisema 3 unapiga makofi mangapi? Nikisema 4 unapiga makofi mangapi? Nikisema 5 unapiga makofi 5. Alafu kisha fikisha 5 unamuinulia Mungu sadaka ya shangwe na vigelegele na makofi na vifijo na nderemo, kiasi ya kwamba hautapiga tena makofi. Yaani hii ni ishara, ni sadaka nataka tumpe Mungu kwa sababu ya huu upendeleo aliyotupa. Amen. Upendeleo kwa sababu hii semina haitaisha ukabaki kama ulivyokuwa, kwa jina la Yesu. Kwa Mungu anastahili kurudishiwa sadaka ya makofi. Na ndio maana nilisema kwamba mtu wa drums akae sawa, wa kinanda, wa gitaa. Nikihesabu moja, yani kwanza kofi lenyewe unapiga unainua mkono yako juu, alafu unapiga kofi moja. Amen. Mtu wa kinanda, wa drums, hebu nigusie hiyo drums kwanza kama usikie. Yes. Amen. Sasa naanza sasa. 1 2 3 4 5. Pigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Ongeza makofi, mashangwe, vigelegele mbele za Bwana. Yeye aliyetusaidia, yeye aliyetubeba kwa mara nyingine tena, aliyetupa kibali na neema machoni pa Bwana. Ongeza makofi na vigelegele mbele za Bwana. Yeye aliyetusaidia, yeye aliyetupigania mahali walipotuzuia. Ongeza makofi mbele za Bwana. Ongeza makofi mbele za Bwana. Yeye aliyetusaidia, yeye aliyetubeba, yeye aliyetupa neema na vibali machoni pa Bwana. Ongeza makofi mbele za Bwana. Ongeza makofi mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Unaweza ukaketi mbele za Bwana. Unaweza tukaketi. Unaweza ukaketi mbele za Bwana. Kijito cha utakaso ni damu ya Bwana. Ana uwezo, tuimbe pamoja. Bwana uwezo unifanya hicho kijito cha utakaso ni dhambi kuoshwa kwa msifu na msifu Bwana. Kwa hiyo nimepata utakaso. Pigia tena Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Kanisa la Mungu, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana huwafungua waliofungwa. Kitabu kile cha Wathesalonike, Wathesalonike wa pili, ule mstari wa Wathesalonike wa pili mlango wa 3 na ule mstari wa 10. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi na asile na tuombe. Wewe ni Mungu mwaminifu, litukuzwe jina lako milele. Baba, asante
kwa sababu umetupendelea. Baba asante, maana peke yako unastahili. Baba asante, maana hakuna aliye zaidi yako. Neema hii imetubeba, fadhili hizi zimetubeba, huruma zako Baba yangu zimetuhesabia haki. Ni wakati mwingine ambao Baba asante kwa sababu ya neema hii kubwa mno. Ni siku nyingine ya tano umetukusanya, umetupa kibali, umetupa neema ambao hatustahili, ila neema yako imetustahilisha. Baba karibu tena, zungumza na kila mmoja aliyepata nafasi na neema ya kuingia kwenye malango haya. Asiwepo hata mmoja atakayetoka kama alivyoingia, katika jina lako Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na watu wa Mungu tuseme amen. Amen. Kanisa la Mungu, haleluya. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu aliyenipa neema na kibali ya kuonana na wewe tena. Ikiwa leo nadhani wengi wetu ni mara ya kwanza tunaonana. Naitwa Mwalimu Laiza, natokea usharika wa Msasani. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii niliyopata. Lakini pia nimshukuru baba mchungaji, mwinjilisti kiongozi, kwa maana kwamba kwa hii ratiba tuliyopata ya kuwa pamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Lakini wakati tunamalizia hapa, nimemwona mtumishi wa Mungu. Sasa huyu tunaweza tukamuita kwamba mwalimu wa dunia kwa sasa, Emilian Katubayemo. Baba, hebu simama tu rafiki, hata kama mchungaji atakusimamisha, hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Ongeza makofi mazuri mbele za Bwana. Haleluya, haleluya. Hata kama mchungaji baada atamtambulisha, lakini nimemtambua kwa nafasi yangu. Mimi sijamtambulisha, mchungaji atamtambua baadaye. Kanisa la Mungu, haleluya. Na ndio maana nilikwambia kwamba hii ni wiki ya neema. I don't know kama ameshakuja kwa mara tangu semina ianze, lakini mimi nimefarijika sana kumuona. Kanisa la Mungu, haleluya. Karibu kwenye ujumbe wa neno la Mungu ambao linasema kanuni zinazotumiwa na Mungu kudhihirisha msaada wake wa kiagano kwenye maisha ya mtu. Kanuni zinazotumiwa na Mungu kudhihirisha msaada wake wa kiagano kwenye maisha ya mtu. Na naomba nianze kwa kusema kwamba lengo letu ni kuangalia baadhi ya kanuni na kuona aina kanuni za mbalimbali zinazodhihirisha na kutimiliza msaada au ahadi za Mungu kwenye hatua za maisha. Ni kutuonesha kanuni mbalimbali zinazotumiwa na Mungu ili kudhihirisha au kutimiliza msaada na ahadi yake kwenye hatua za maisha. Naomba nianze kwa kusema kwamba mara chache sana tunaweza tukasema neno hili kwamba kwa kupigwa kwake tumepona, right? Yani tunajuaga kwamba mara chache kwamba ule msaada wa Mungu, leo tumekusanyika tunaomba kwa sababu tunajua kwamba Mungu anatusikia. Amen. Tumekusanyika tuna uhakika na kile tunachokinena mbele za Bwana kwa sababu tunajua kwamba amesema mwenyewe kwamba tutakapomtafuta tutamuona, tutakapoomba atatujibu, tutakapobisha atatufungulia. Yani kwamba ukiona unafanya kitu chochote mbele za Mungu, haufanyi kwa kubahatisha, unafanya kwa sababu una uhakika kwamba anaweza akafanya. Na hakuna mahali popote ulipojulia kwamba anaweza akafanya kama sio kwamba umechunguza na kuona zile ahadi zake ambazo tena ni ahadi za kiagano. Yaani hakuna mahali unaweza ukawa na ujasiri ukasimama ukamshuhudia Kristo kwamba ni yeye zaidi, yeye katika yote. Ni mpaka ambapo tukikuuliza sababu ni zipi, lazima uturudishe kwenye kule ulikoona, kule ulikothibitisha ni kuna mahala ambapo umeona alipoahidi. Kwa maana yake ni kwamba tayari kila mtu ulimwenguni ana uwezo wa kuwa na ahadi na kukutana na kutimiliziwa ahadi za Mungu kwenye maisha yake. Sasa nataka nikutahadharishe, sizungumzii gharama za kulipa ili Mungu aweze kudhihirisha msaada wake kwenye maisha. Nazungumza kanuni zinazoweza kumfanya Mungu akadhihirisha msaada wake kwenye maisha. Na niseme kwamba maisha yoyote yale yanatawaliwa na kanuni. Kuna aina ya kanuni ambazo usipozijua, hata kama una haki, usipozifuata,
hata kama una haki ya kupata jambo fulani, lakini ukishakosea kwenye kanuni, maana yake ni kwamba kile kitu hauwezi kukipata. Yaani kwamba nataka niseme kitu kimoja. Naomba nieleze kwa picha hii hapa. Wote tuliopo humu ndani ni wa Tanzania, na haki ya Mtanzania yote yule ni kuishi kwa uhuru na amani. Tuko pamoja? Lakini kuna kanuni za nchi, ukizikosea utajikuta kwamba unawekwa lock up. Yaani kwamba haina maana kwamba wewe sio Mtanzania tena, haina maana kwamba huwezi kuishi kwa uhuru na amani. Huo uwezo unao, ila kuna kanuni umekosea, na ulipokosea ile kanuni ilikupelekea kukosa ule uhuru ambao ulitakiwa uwe nao kama Mtanzania halisi. Sasa Mungu anapoahidi kufanya jambo, ameshamaliza. Ni haki yako kukutana nalo, ni haki yako kukutana na msaada wake, kukuvusha, kukuinua, kukutambulisha. Ila sasa kuna kanuni ambazo tusipozielewa, tusipozijua, tunaweza tukajikuta kwamba nyakati za kutambulishwa zinafika na usitambulike mahali popote pale. Kwa sababu sio kwamba Mungu ameondoa ahadi zake. Ahadi zipo, ahadi tunazikumbatia, tumezaliwa mara ya pili, ila kuna kanuni ambayo ilitakiwa uishi ili imfanye Mungu atumie kuweza kukuinua na kukutambulisha mahali. Kwa hiyo tunachozungumza hapa ni kanuni, hatuzungumzi gharama. Okay, sawa, turudi mahali. Umekuanza ni kwa nini Biblia imeandika mahali kwamba najaribu kitu kuuliza. Mimi kukutana andiko kwenye Biblia nasema kwamba leteni zaka kamili nyumbani kwangu ili kuwepo na chakula. Alafu pale anaeleza, alafu kuna mahali nasema hivi, mkanijaribu kwa njia hiyo muone kwamba sitawamiminia baraka za mbinguni, sitawafungulia madirisha mbinguni. Nataka nijiulize swali hili. Unadhani kwamba Mungu hawezi akakubariki mpaka umpelekee? Yaani kwa mfano akiamua, unadhani kwamba hawezi akakubariki mpaka hata usipompelekea sadaka? Uwezo huwa nao. Anavyozungumza kwamba nitamkemea yule alaye, unadhani kwamba kinachompa Mungu mamlaka na uwezo na nguvu ya kumkemea yule alaye kwenye maisha yako ni mpaka umpelekee 10,000 yako? Mungu anao huo uwezo. Ila sasa kwa nini hichi kitu, huu msaada wake ameuambatanisha kwenye sadaka? Ni kwa sababu kitu kinachoitwa kanuni. Hebu sema kanuni. Rudia tena kanuni. Kanisa la Mungu, haleluya. Sasa unajua kuna vitu vingine ukisoma kwenye Biblia unaweza kadhani kwamba ni mtego. Kwa mfano, nimekusomea andiko nasema kwamba vile anavyozungumza kwamba anasema kwamba huwapa watu walio njaa chakula. Anasema kwamba Mungu huwaokoa waliofungwa. Alafu sasa ukirudi kwenye kile kitabu kile cha Isaya, unazungumza, kuna mahali Biblia inasema kwamba watu hawa ni watu waliotekwa, ni mateka, waliofungwa, wala hapana mtu asemaye fanya nini. Swali langu ni hili, kama Mungu huwaokoa waliofungwa, kwa nini adai kuwepo na mtu wa kusema warudishwe waliofungwa? Ngoja nikuvuruge hapo mwanzoni, utanielewa mbeleni. Anavyosema kwamba huwapa wenye njaa chakula, kwa nini huko anatuambia kwamba asiyefanya kazi na asile? Tujiulize hapo kwanza, alafu tuweke pause. Huwapa wenye njaa chakula, huku asiyefanya kazi na asile. Swali linakuja, kama wewe ndiye muumbaji na huwapa yoyote mwenye njaa chakula, nini kinachopelekea mimi niinuke tena nikafanya kazi? Yaani kwa nini nisipofanya kazi nisile, wakati wewe mwenyewe una uwezo ukawapa walio na njaa, ukawapa chakula? Listen to me. Wakati Mungu alipokuwa na uzao wa Yakobo jangwani, Mungu alikuwa anadhihirika kwa kuachilia miujiza. Sawa kwamba wanaweza wakaamka toka kuta kware wamezagaa milangoni mwao, wanaweza wakalia miamba ilitoa maji,
kile kilikuwa ni kipindi ambacho Mungu alionyesha kwamba yuko pamoja nao kwa njia ya kuwafanyia muujiza. Walipofika jangwani, Mungu alikuwa pamoja nao, ila alibadilisha engo ya kukaa. Alimwambia hivi, kila mtu na abebe jembe akalime. Saangalia, maana yake ni kwamba Mungu bado yuko pamoja nao, ila kwa majira haya, kwa namna ya kupatikana kwa mkate, Mungu ataonekana pale watakapoelekea shambani. Sa lazima uelewe kwamba huwa nyakati zinabadilika. Sa ngoja nisiende sana huko mbele, lazima turudi hapa kwamba kwa nini Mungu anasema kwamba ombeni nanyi mtapewa. Kwa nini asitupe bila kuomba? Kama anajua kwamba anaweza katufungulia, shida iko wapi? Kwa nini asitufungulia hata tusipogonga? Kanisa la Mungu, haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Tusikilizane, sababu kuna kanuni ambazo tukizikosea kidogo, naweza tukawa tunatembea tu, tunasema kwamba Bwana ni mwokozi wangu, lakini kila mahali unapopita hauoni udhihirisho wa kuokolewa. Katika bonde la uvuli wa mauti atakuwa pamoja na mimi. Unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, unachakazwa na maadui, na unamkiri kila siku kwamba yuko pamoja nawe, lakini hatokei. Shida ni nini? Kanisa la Mungu, haleluya. Hebu sema tena kanuni. Sasa tusikilizane hapa. Ile kwamba Mungu ametupa ahadi zake bure, ila kuna kanuni zinazopelekea tukutane na ahadi tulizopewa bure. Kanisa la Mungu, haleluya. Yaani kuna kile kitu ambacho, yaani hata kama tunatembea na msaada wake mifukoni. Ndio maana moja ya kitu ambacho watu wengi sana huwa hatuelewi, ndio maana kama kuna watu ambao wako nyuma kimaendeleo katika hii dunia, ni wale watu ambao wameweka kuwajibika nyuma, halafu wakatanguliza kutarajia muujiza kuliko matokeo ya kuwajibika. Sasa tusikilizane. Hawa jamaa wanamwambiaje Mungu? Wanamwambia kwamba Mungu, tukuulize swali kwanza, hivi Mungu hapa utahukumu? Lakini kwanza, kwa sababu tunaelekea kupigana na hawa watu, japo hatuna uhakika, hatuna ujasiri, yani hatuna uhakika sana kama tunaweza tukawashinda, kwa sababu ni jamii iliyo kubwa. Mungu anasemaje? Anakuambia kwamba nisikilizeni yenyi Yuda na wote mnaokaa wa Yerusalemu, nasema hivi, na wewe kiongozi wenu Jehoshafati, ni hivi kwamba vita si vyenu, vita ni vya nani? Ni vya Bwana. Sasa swali langu linakuja, Mungu ameshasema vita ni vya kwake, lakini ile kwamba ameshasema vita ni vya kwake, kuna kanuni ambazo mtu lazima uziishi ili Mungu aweze kumiliki vita vyako. Kanisa la Mungu, haleluya. Vinginevyo unaweza ukajikuta kwamba Mungu ni ndio mwenye vita vyako, lakini bado umevikumbatia, hujamruhusu yeye apigane. Kwa sababu ile kwamba hata kama amesema kwamba vita ni vya kwake, lakini lazima kuwepo na chance ya kupewa ili yeye aweze kupigana vita ambavyo amesema ni vya kwake. Okay. Yeye anasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa nami nitafanya nini? Sasa sikiliza. Wewe jifanye kwamba unajua kuyakumbatia mizigo, wakati kuna tangazo la kuitwa upeleke mzigo mahali. Maana yake ni kwamba yeye ametangaza kupumzisha mzigo, lakini sasa ili aweze kupumzisha ule mzigo, kanuni ni lazima kwamba mwenye mzigo ni lazima achukue hatua, ampelekee mzigo akautue kwake. Leo ninachokisema ni kwamba kuna kanuni ambazo tukivisahau, ndio maana kwamba unaweza kadhani kwamba watu wengine wana muda mwingi sana, yani kwamba hawakosekani kanisani. Sio kwamba hawana vingine vya kufanya. Wanaweza kufanya vitu vya maana, wanavyo vingi vya kufanya. Sasa mtu akisha kumbuka kwamba issue ya semina ninajipeleka kwenda kutoa mizigo, itamlazimu mtu anyanyuke, hata kama semina ni ya wiki 3, wiki 4, mtu hatakosa. Kwani kwa sababu kuna kitu ameshakijua kwamba katika kuomba Mungu ataonekana. Sasa sikiliza.
Maana yake tusipoomba tunaweza tukawa tuna msaada wa Mungu unaoweza kutuokoa, ila pamoja na kwamba anaweza katuokoa, ila bila kuinua sauti kumwambia tuokoe, anaweza akabaki na wokovu wake. Ngoja tuambizane ukweli na wazi. Hii faida yake ni kwamba itatuondolea uvivu na uzembe wa kusema kwamba Mungu anaona bwana. Kwani Mungu haoni kwamba nimechoka? So hata kama umechoka, umepewa mshahara, yaani kwamba unawaza Roho Mtakatifu anaingia kazini kabisa, nakumbusha fungu la 10. Mungu mwenyewe kwani anajua? Si anajua kwamba anadaiwa ada jamani? Mungu mwenyewe anajua jamani kwamba yaani kodi yule baba mwenye nyumba ni ana mdomo, yaani yule mama mwenye sawa, mpelekee. Lakini swali linakuja, umemess up kwenye kanuni. Kanisa la Mungu, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sawa. Kanuni namba 1. Kanuni namba 1 inayotumiwa na Mungu kuachilia msaada wake kwenye maisha ya watu. Kanuni namba 1 ni hii hapa. Ni kanuni ya kuona yasiyowezekana bado vinawezekana. Hii ndio kanuni namba 1 inayotumiwa na Mungu kuachilia msaada wake wa kiagano kwenye maisha ya watu. Ni kanuni ya kuona visivyowezekana bado vinawezekana. Wewe kusomea maandiko mawili. Kitabu kile cha Kutoka mlango wa 14 na ule mstari wa 12 na wa 13. Biblia inasema hivi: neno hili silo tuliokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana afadhali tuwatumikie wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu wake, watu msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hii sentensi ilikuwa unaitafuta. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Kitabu kile cha Esta mlango ule wa 4 mstari wa 13 na wa 14. Naye Mordekai akawaagiza watu wampelekee Esta jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Mstari wa 14. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo utakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Alafu kuna swali linafuata, nasema hivi: lakini ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Sasa tusikilizane. Mahali popote, nataka niseme kitu kimoja kabla siendelea. Moja ya kitu ambacho kinachompelekea Mungu adhihirishe msaada wake kwenye maisha ya watu ni hichi kitu ambacho mioyo ya watu wanapofika mahali wakakutana vitu visivyowezekana katika damu na nyama, lakini mioyoni mwao wakaamini kwamba bado inawezekana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Hichi kitu ndio kitu ambacho Mungu huwa anakitumia sana kama mahali pa kuanzia. Kuna watu wana vitu vikubwa sana, lakini ukijaribu kuangalia background yako, hakuna hata aliyewahi kuthubutu kufanya unachotaka kukifanya. Kwenye historia ya familia yenu, kwenye historia ya ukoo wenu, hakuna aliyewahi hata kuthubutu kujaribu kupita njia unayotaka kupita. Na ukijaribu kuangalia, na wewe unajikuta kwamba unabaki unasema kwamba katika historia yetu hakuna aliyewahi kutokea. Sikiliza nikwambie hili andiko. Moja ya kitu ambacho tunakiona kwenye Biblia ni mahala ambapo uzao wa Yakobo wakiwa jangwani wakakutana. Moja changamoto waliokutana nayo ni kupoteza njia, kwa maana kwamba bahari kukaa mbele yao. Mioyo ya watu wote wakaona kwamba hakuna kuwezekana kuendelea mbele tena. Wakaona kwamba hapa ndio mwisho.
Mungu ainulia, akainuka mtu mmoja aliyekuwa na moyo wa kuamini kwamba kisichowezekana katika macho yenu ya damu na nyama, bado kwa Mungu bado kinawezekana. Inasema kwamba muombe kwa mfalme, sio kwa sababu tunajua kwamba mfalme hata asipotusaidia Mungu hawezi kutusaidia. Anajua kwamba kitendo cha siku kutupa huo ushauri ni kwa sababu tunaamini ya kwamba Mungu anaweza akatengua tangazo la mauti, haijalishi kwamba limetoka kwenye kinywa cha nani. Kwa sababu akina Mordekai walikuwa hawawazi tangazo la mauti. Wao walichokuwa walikuwa wanawaza kwamba hata kama mwanadamu ametoa final say ya namna gani, hakuna jambo lolote lile ambalo Mungu hawezi akalibatilisha. Ndio maana aliwaambia hii sentensi ngumu, anamwambia kwamba usije ukadhania kwamba ukinyamaza ndipo mauti akatupata Wayahudi. Bado Bwana anaweza akatufanyia njia kwa mlango mwingine tukaokolewa. Hata kama ukinyamaza, hata kama usipowaza kwamba majira haya si ajabu uliujia ufalme kwa ajili ya kutuokoa, hata kama unaweza ukanyamaza na wokovu wako, lakini tulio nayo kama Wayahudi ni kwamba Bwana anaweza akafanya lisilowezekana kwa wanadamu likawezekana tena. Nami ninasimama tena jioni ya leo nasema ya kwamba wakati mwingine ukiona tunaomba, sio kukiona tunafurahi, sio kwamba hatupiti kwenye mahali pagumu tunapita. Unaweza ukaona tunacheka, haina maana kwamba hatupiti kwenye jangwa la uvuli wa mauti tunapita. Ila tunachojua ni kwamba yeye alianzisha maisha tulio nayo hawezi akanyamaza maadui wakatuzika tongali tukiwa hai. Yeye aliyetupa neema kumtumikia hawezi akanyamaza maadui wakajipatia utukufu. Yeye aliyewapa neema ya kuwa Mungu wake hawezi akasimama akanyamaza tangazo la kina Naaman wakawa kwenye maisha yao. Nami nasimama nasema ya kwamba akasema neno hili ya kwamba unaweza ukanyamaza, lakini Bwana anaweza akatufanyia njia pasipo na njia. Hata kama wale tuliowategemea wamenyamaza, Bwana anaweza akatengeneza njia kwa njia nyingine. Hata kama shangazi na mjomba uliowategemea ya kwamba watakubeba wamerudisha mikono nyuma, usije ukafa moyo. Bwana anaweza akatengeneza wokovu kwa namna nyingine. Unatembea na vyeti vingi sana ukitegemea yule uliyempata kwa hiyo ofisi, anaweza akakusaidia amenyamaza. Bwana anaweza akafanya njia kwa namna nyingine, kwa sababu yeye anaweza akafanya katikati ya wale wanaoamini ya kwamba visivyowezekana bado vinafanya nini? Vinawezekana. Kanisa, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Moyo unaoamini visivyowezekana kwamba bado vinawezekana. Yaani kuna vitu vikubwa mlivyo navyo kwenye mioyo yenu. Shida ni kwamba kuamini kwamba vinaweza vikatokea. Yaani hapo ndipo tunapopishana na msaada wa Mungu wa kiagano. Biblia inasemaje kitabu cha Samuel wa kwanza? Anasema kwamba Mungu humfukarisha mtu, lakini pia anaweza akatajirisha. Anasema kwamba humshusha mtu mpaka mavumbini, lakini weza pia kumnyanyua mtu akamketisha mahali pamoja na wakuu. Shida ni kwamba tunaweza tukawa mavumbini, ili tuinuliwe kuketishwa pamoja na wakuu, lazima Mungu aangalie mioyo ya walioshushwa mpaka mavumbini. Je, inaamini kwamba inaweza ikainuliwa wakakaa pamoja na wakuu? Hili ndio swali la kujiuliza. Sababu Mungu huanza kufanya kazi na mioyo ambayo bado inaamini visivyowezekana kwamba vinawezekana. Salamu, haleluya. Tutapata nafasi ya kuomba. Wale watu wa vyombo rudini kwenye vyombo, mtu wa kinanda, wale watu wapiga vyombo rudini kwenye vyombo. Tutapata nafasi ya kuomba. Nataka nikupe ajenda moja tu ya ombi hili ambalo tutaenda nalo mbele za Bwana. Na mtumishi wa Mungu kaka yangu Emilian, kama Mungu atakupa amani na kuomba sana na naomba atakupa amani hii ajenda. Yaani nimeweka dakika 40 za kuomba kwa sababu nimekuona. Amen. Si niongee ukweli jamani? Nimeweka dakika 40 za kuomba kwa sababu nimemuona. Kuna watu kiwaona huwezi kujua kama utawaona tena lini. Kwa lazima watumie. Mmenielewa ninachosema? Nimekatisha kuhubiri makusudi kwa sababu huyu jamaa
Sijui ndio unaona lini tena. Si lazima niongee kweli jamani. Kwa lazima tumtumie. Kwa hiyo tutaomba agenda hili. Tunaomba Mungu akupe uwezo wa kuweza, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe kuweza yale yaliyowashinda wengine na yale walioyaona wengine kwamba haiwezekani, wewe ukaone vinawezekana. Kanisa, haleluya. Mungu akupe jicho la kuona visivyowezekana kwa wengine, lakini kwako vikawezekane katika jina la Yesu. Musa alisema neno hili, hawa mauti mnaoyaona leo, wakati nyinyi mnasema tayari hapo mlangoni, Musa yanaona kwamba hayatatokea tena milele. Kanisa, haleluya. Simama tu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama Shama Elohim Elohim Adonai Shama Shama Elohim Elohim Adonai Shama Shama Elohim Shama
Sauti yako mbele za Bwana, rudia maneno haya, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, wewe ni tumaini langu, wewe ni maficho yangu, wewe ni ngao na kigao, wewe ni tumaini langu, wewe ni mwamba wangu, wewe ni kimbilio. Maisha yangu hayana mwokozi mwingine, maisha yangu hayana msaada nyingine. Bwana, jioni ya leo umesema na moyo wangu, umesema na maisha yangu. Yale yasiyowezekana niamini yanawezekana, yale yaliyoshindikana niamini yanawezekana. Bwana, jioni ya leo ninasimama tena nikiyakabili yale yaliyoshindikana, yale yaliyowashinda wengine. Bwana, kwa mara nyingine tena ninasimama nikiyakabili yale yaliyowashinda wengine kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yaliyowashinda wengine hayatanishinda mimi, yaliyowashinda wengine hayatanishinda mimi, waliyowashinda wengine hayatanishinda mimi, yaliyowaangusha wengine hayataniangusha, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, jioni ya leo ninaomba neema, naomba neema ya kuyakabili yale yaliyowashinda wengi, yale yaliyowashinda wengi niyakabili kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yale mapito yaliyowalaza wengi hayatanilaza, yale maumivu yaliyowakwamisha wengi hayatanikwamisha, kwa damu ya Yesu. Yale mapito yaliyokatisha wengi tamaa hayatanikatisha tamaa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yale mabaya yaliyowapata wengi hayatanipata, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaomba neema, ninaomba neema ya kuyaweza yaliyowashinda wengi, ya kuyabeba yaliyowashinda wengi, ya kuyashinda yaliyowashinda wengi, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Nena mbele za Bwana, nena mbele za Bwana. Rasapaya bata riandarapaya bataya riandarapaya. Haya yaliyowashinda wengi wewe hayatakushinda, yaliyowakwamisha wengi hayatakukwamisha wewe, haya yaliyowalaza wengi. Nena mbele za Bwana. Rapapapaya taya riandarapaya. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, ni kweli wengi wamelala hapo, ni kweli wengi wamelala hapo, wamekwama hapo. Riasataya ba riandarapaya. Wengine wamejaribu ya biashara wakashindwa, wewe hautashinda.
hamtashindwa. Riasanda hapa, hata kama havijatokea kwenye ukoo wenu, kwako vitatokea. Rapapapaya, utakuwa wa kwanza, utakuwa wa kwanza. Riamanda hapa, rasanda hapa. Nena mbele za Bwana, nena mbele za Bwana, nena mbele za Bwana. Rapapaya hapa, hawatawashinda wewe, haitakushinda wewe. Iliyowashinda wengi haitakushinda wewe. Rapapaya. Yesu, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Mimi sijui unapita wapi, mimi sijui mapito unayopitia, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, endelea kuomba kwa damu ya mwana kondoo, ili yale ambayo unaona hayawezekani, unaona hayatembei, unaona hayaendi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, wewe ambao umepata neema hii ya kuja mahali hapa, katika jina la Yesu, yamkini kuna vitu ambavyo unaona vimeshindikana, yamkini kuna vitu unaona ya kwamba visogei mbele, wewe mwambie Bwana kwa jina la Yesu ya kwamba leo vitakwenda, leo vitatembea, leo vitakwenda, leo vitatembea, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nataka kuona kanisa wote wanaomba hapa, watu wote wanaomba hapa, watu wote wanamwita Bwana, watu wote wanamwambia Bwana. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, yale magumu ambayo unayapitia leo, yale mabaya ambayo unayapitia leo, kwa damu ya Yesu leo naita moto, leo naita moto, naita moto wa Bwana hapa, moto wa Mungu hapa, nguvu za Bwana hapa, uwezo wa Bwana hapa, mamlaka ya Bwana hapa. Ayayayayayaya, upako, upako, Bwana upite, upite kwa kina mama, upite kwa vijana, upite kwa kina kaka, upite kwa baba waliokuja hapa, Baba, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninaomba na Bwana upako ambao sio kawaida ukashuke sasa, ukashuke sasa, ukahudumia kanisa, ukahudumia watoto wako, ukahudumia kina mama. Ayayayayaya, omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu. Bado sijaona watu ambao wanaomba hapa, hii yale magumu ambayo wanayapitia waweze kutoka, waweze kutoka. Wako hapa kina mama, wako hapa kina baba, wako hapa kina kaka, wako wapi hapa waombaje, watu waliokoka, watu waliokoka, watu waliokoka. Upako unapita, watu wanahudumiwa, watu wanahudumiwa, watu wanahudumiwa, watu wanahudumiwa, watu wanahudumiwa. Na mimi naomba leo kwa damu ya Yesu, wale waliokamatwa na nguvu za giza, wale waliokamatwa na mapepo, wale ambao wanakomeshwa, kwa jina la Yesu, vyote leo, vyote leo, vyote leo, vyote leo, paka, 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 paka. Omba kaka, omba dada, omba kama utaomba tena, omba kama utaomba tena, omba hapa, omba hapa. Mambo yanapongoka, vitu vinapongoka, mambo yanapongoka, vitu vinapongoka. Tayari jina la Yesu. Ulikuwa unaona uchumi wako umekwama mahali, ulikuwa unaona ndoa yako kuna mahali umekwama, ulikuwa unaona vitu viende, natangaza hapa, katika jina la Yesu, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita. My God, my God, my God. Huo ni upako, 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 huo ni upako. Omba mama, mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka. Bye.
Resataya Diamandara Pakoya Risataya. Watoto wengine wameshindwa, wako hawatashindwa. Riamandaya Paya, wengine hawajavuka, wewe utavuka. Radadada ya mandaya Riasataya Pa. Ninaona mikono ya wachache waliona utayari kuendelea mbele. Riabahaya Pa Rahadaya Paya Rasataya Pa. Baba iangalie mikono hii. Rama babaya Resapa. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Sema Yesu. Sema kwa sauti ya juu. Sema Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, siku ya leo nimejua, nimetambua ya kwamba natakiwa nijue na nione yale yasiyowezekana ya kwamba yanawezekana. Na leo nimejua ya kwamba yote yanawezekana, vyote vinawezekana. Na sasa leo kwa jina la Yesu, wale wote, vile vyote vilivyoshika maisha yangu leo, toka vyote vilivyoshika maisha yangu kwa jina la Yesu vinaniachia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Iwe ni uchawi, iwe ni uganga, iwe ni mapepo, leo vinaniachia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ninasafiri katika ulimwengu wa roho. Ninaharibu sasa vile vitu vya kiroho vilivyonishika, vilivyonikamata, vilivyoniteka, vinavyonizuia uchumi wangu, vilivyoshika watoto wangu, vilivyoshika mahusiano yangu kwa jina la Yesu. Leo vinaniachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasema achia sasa, nasema achia sasa. Napiga leo, haya piga sasa. Nataka kuona kila mtu anapiga vitu vilivyokushika, vitu vilivyokamata, vimekamata huduma yako, vimekamata ndoa yako, vimekamata watoto wako, vimekamata uzao wako, vimekamata mambo yako. Napiga kwa jina la Yesu, napiga kwa damu ya Yesu, napiga kwa jina la Yesu. Haya piga. Wewe ni askari mama, wewe ni askari. Usiombe kinyonge hapa tuombe kinyonge. Omba mama, omba baba, omba yale ambayo unayaona kwamba haya hayatakiwe kuwepo kwenye maisha yangu, haya hayatakiwe kuwa mahali hapa. Hebu piga kabisa. Pamiza hiyo madhabahu za kipepo, madhabahu za kichawi, madhabahu za kiganga. Tumeambiwa ya kwamba lazima ujue, lazima uone yale yasiyowezekana ya kwamba yanawezekana. Na mimi nakwambia ya kwamba inawezekana. Leo ukapona, leo ukainuka, leo ukasimama, leo ukainuliwa. Inawezekana. Bado hayo maombi bado. Omba mama, omba kama utaomba tena. Na mimi katika jina la Yesu, hivyo vilivyokushika leo vinatoweka, leo vinaondoka. Hautaondoka hapa na hiyo laana, hautaondoka hapa na hiyo mikosa, hautaondoka hapa na hayo mabaya, hautaondoka hapa na hiyo mizigo. Vita si yako, vita ni ya Bwana. Na Bwana amekusudia kukusaidia leo, na Bwana amekusudia kukupigania leo, na Bwana amekusudia kukuokoa leo. Naona wingu la Bwana linatembea, wingu la Bwana linatembea. Wingu la Bwana linatembea. Watu wanaokolewa, watu wanafunguliwa, watu
watu wanainuliwa, watu wanapokea, watu wanapokea. Mabaya yanaondoka kwao, mabaya yanaondoka kwao, uovu unaondoka kwao, magonjwa yanaondoka kwao, uharibifu unaondoka kwao. Wako hapa, wako hapa. Ndio, malaika wanapita, malaika wanapita, wanaguswa watu hapa, wanaguswa watu hapa, wanaguswa watu hapa. Upako, 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 upako. Unatembea, 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 unatembea. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Iwe maombi na iwe na iwe na iwe na iwe maombi na iwe na iwe na iwe na iwe maombi na iwe na iwe na iwe maombi na iwe na iwe na iwe na iwe maombi na iwe na iwe na iwe maombi na iwe. Yes. Na iwe inua mikono mwambie mwambie kwa sauti Bwana. Kwa sauti tunaliadhimisha jina lako. Mwinulie Bwana mikono, mwambie, mwambie kwa sauti, mwambie, 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 mwambie. Funika macho, jiachilie kwa Bwana. Imba kwa sauti, uwepo wa Bwana unakufunika. Mwambie tena, na iwe, na iwe, na iwe, na iwe, Rabakoria, Repayanama, Robo, na iwe, Sharabayandereba, Sharabayandorobo, Shekeriandaraba, Yandorabayaraba, Reko Sikata.
tangulia wewe, lia. Ukiweza tangulia wewe, lia tu. Lia tu. Lia tu. Achilia moyo wako kwa Bwana. Usiimbe kwa mazoea. Mwinulie Bwana mikono, mwinulie. Inua na hiyo sauti. Mwambie Yesu. Ndio. Naona upako wa Mungu ni mkubwa sana hapa. Nguvu ya Mungu inatembea hapa. Nguvu ya Bwana inatembea hapa. Watu wanahudumiwa. Watu wanapona hapa. Watu wanapona hapa. Mapepo yanaondoka. Magonjwa yanaondoka. Mizigo inaondoka. Uharibifu unaondoka. Misiba inaondoka. Uchungu unaondoka. Mkono Raba Koriandere Baseke Mkono wako umebeba
ajili ya kutuhudumia. Mungu yuko hapa na anapita. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Kristo yuko hapa. Kwa damu ya Yesu, nami naamuru leo, vitu vilivyokamata watu hapa, vitu vilivyoshika watu hapa, kwa damu ya mwana kondoo, ninaviamuru leo, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa. Mapepo yaliyokamata watu, nguvu za giza zilizokamata watu, kwa jina la Yesu, pigwa, achia, toka, achia kanisa, achia watu hawa, achia watu hawa, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninaamuru leo, kila roho ambayo imeshika watu wako e Bwana, imekamata watu wako e Bwana, kwa damu ya Yesu, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu katika jina la Yesu, wewe ni mfalme katika jina la Yesu, wewe ni Kristo katika jina la Yesu, wewe ni Jehova katika jina la Yesu, wewe ni mfalme katika jina la Yesu, wewe ni mtakatifu katika jina la Yesu. Na unajua watoto wako Bwana, na unajua watumishi wako e Bwana, kila roho ambayo imewashikilia, kila nguvu ambayo imewashikilia, kila pepo ambayo imewashikilia, toka, chia haraka, chia haraka, kwa damu ya mwana kondoo, 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 toka, toka, chia. Una macharaka, una macharaka, una macharaka, una macharaka, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, mateso na mabaya na kila uovu ambao umeutengeneza kwake, kwa jina la Yesu, toka, 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 toka. Unachia, unachia, mwisho wa mateso, mwisho wa magumu, mwisho wa hasara, mwisho wa uovu, mwisho wa changamoto, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, magonjwa na mabaya na kila aina ya ugonjwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, Mungu nakuomba upite leo. Pita kwa watoto wako wote, pita kwa watumishi wako wote, pita kwa watoto wako wote, pita kwa jina la Yesu, pita kwa damu ya Yesu, pita e Bwana. Mabaya e Mungu yasiwapate tena, uovu wowote usiwapate tena, usiwapate. Toka kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, piga, achia. Unaachia kwa jina la Yesu, unaachia kwa damu ya mwana kondoo. Wewe pepo uliyemkamata, pepo chafu ambao umekamata binti huyu, kwa jina la Yesu, toka, piga, achia, piga, achia, piga, achia, piga, achia, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Achia mama haraka, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, kwa jina la Yesu, toka, toka, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Na kuomba e Bwana, hudumia watoto wako, hudumia watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Mwisho wa misiba, mwisho wa mabaya, mwisho wa mikosi, mizigo uliyobebeshwa, mabaya uliyobebeshwa, uovu uliyobebeshwa, katika jina la Yesu, leo mwisho, leo mwisho, leo mwisho, na kutangazia mwanzo mpya, mwanzo mpya, mwanzo mpya, mwanzo mpya, mwanzo mpya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kutangazia mpango mpya, mpango mpya, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, mwanzo mpya, kwa jina la Yesu, mwanzo mpya, panya kwao, panya kwao, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, Yesu,
wewe pepo uliyekamata tumbo lake, uliyeshika tumbo lake, kwa damu ya mwana kondoo, achia kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, na kwa damu ya mwana kondoo, na kwa damu ya mwana kondoo. Wote tuseme Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunakuja kwako leo, tunakushukuru maana umetenda, maana umefanya, maana umeonekana. Na ninatangaza leo naanza mwanzo mpya, mwanzo mpya, mwanzo mpya kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza Bwana mwanzo mpya, mwanzo mpya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza leo sitaona mabaya tena, sitaona misiba tena, sitaona uovu tena, sitaona changamoto tena, sitaona magonjwa tena, katika jina la Yesu, na kwa damu ya 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 Yesu, katika jina la Yesu. Kamata sadaka yako, shika sadaka, shika sadaka, kamata sadaka yako, kamata sadaka yako, simama, simama tena, kamata sadaka yako, simama tena. Alafu sema na maneno haya, sema Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nasogea kwako leo, nainua sadaka hii, nainua sadaka hii, sadaka hii ikawe mbegu katika maisha yangu na familia yangu na watoto wangu na uchumi wangu na kazi yangu na ndoa yangu na mahusiano yangu na masomo ya watoto, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kupitia sadaka hii, kupitia sadaka hii, ninaomba leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila baya lililokusudiwa kwenye maisha yangu halitakuwa, halitatokea, halitakuwa, halitatokea. Kila ibada inayofanyika kinyume na maisha yangu na sadaka zikatolewa leo, naifuta kwa ibada hii na sadaka hii, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, Bwana ukaonekana, sadaka hii ikawe ni ukumbusho mbele zako, sadaka hii ikaseme kwa ajili yangu na familia yangu na wote wanaonizunguka, ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wakati tunaimba tunakuja kwa ajili ya sadaka mbele. Karibu kwa wimbo. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Baba, pokea sifa hizi Bwana, tena tena uzibariki Bwana, uzijaze kutembea na Yesu, kutembea na Yesu ni furaha, kutembea na Yesu, kutembea na Yesu, kutembea na Yesu ni furaha, kutembea na Yesu, kutembea na Yesu ni furaha, kutembea na Yesu, kutembea na Yesu, kutembea na Yesu ni furaha, kutembea na Yesu, kutembea na Yesu ni furaha, kutembea na Yesu ni furaha.
mengi katika jina la Yesu. Bado sijasikia. Nataka makofi mengi ili mbingu zisikie ya kwamba Bwana yuko hapa, kwamba Mungu yuko hapa. Ongeza tena makofi upande huu, sijaona, katika jina la Yesu Kristo. Halafu nisikie kelele nyingi kwa Bwana, watu wanaomshangilia Bwana, watu wanaoadhimisha Bwana, watu wanaomuinua Bwana katika jina la Yesu. Sema amina tena. Amen. Hebu nisaidie kusalimia jirani yako ukulia na kushoto, mwambie hongera kwa ibada. Msalimie ukulia na kushoto, make sure unatabasamu wakati unamsalimia jirani yako. Sema amina, sema amina. Anapoongeza makofi mengi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Wangapi ambao wamemwona Bwana leo? Bado sijaona. Wangapi ambao wamemwona Bwana leo? Wangapi ambao wamebarikiwa leo? Wangapi wanasema tumemwona Kristo? Wapige kelele nyingi kwa Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Na mimi nakutangazia kwa damu ya mwana kondoo, maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa kwa jina la Yesu. Mungu akakubariki unapoingia na unapotoka kwa jina la Yesu. Bwana akakuangazia nuru ya kwake na kukuangaza kwa jina la Yesu. Ukainuke na ukaangaze hapa Kiharaka, hapa Dar es Salaam na nje ya Tanzania. Sema amina kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bado sijaona watu wanaopokea hapa, watu ambao wanasema ya kwamba huu ni mwaka wao wa kuangaza, huu ni mwaka wao wa kuinuka. Waseme amina tena, waseme amina tena. Halafu piga makofi mengi juu kwa jina la Yesu. Tunataka wachawi wasikie, waganga wasikie, mapepe yasikie, wale waliosema ya kwamba tutainuka wasikie ya kwamba huu ni mwaka wa kwetu, haya ni majira ya kwetu. Halafu waseme amina tena, sema amina tena, sema amen. Mungu akakubariki katika jina la Yesu. Mungu akakubariki katika jina la Yesu. Mungu akayabadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Bwana akabadilisha maisha ya watoto wako. Bwana akabadilisha historia yako. Bwana akabadilisha maisha yako. Bwana akakuonekania. Sema amen. Sema amen. 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 Leo umenitia moyo, sema umenitia moyo mtumishi wa Bwana. Mwambie jirani yako umemtia moyo mtumishi wa Bwana. Umemtia moyo. Umenona hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambie jirani yako na make sure unatabasamu, sema amen. Mwambie jirani, umemtia moyo mtumishi wa Bwana. Anapoongeza makofi mengi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Tuna matangazo machache. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu mtumishi wa Bwana. Mungu akubariki sana kwa neno na ufunuo mzuri kwa neno la Bwana. Mungu akubariki sana. Naamini kila mtu anayetoka hapa anaenda kuona yale yasiyowezekana ya kwamba yanafanyaje? Yaani kama kulikuwa na mambo ambayo nasema hili jambo hili ni gumu kabisa, mimi nataka nikwambie kuanzia leo unapotoka hapa, nenda kaone hilo jambo ya kwamba linafanyaje? Sema amen. Sema amen. Tangazo la pili, nashukuru Praise, mmekuja mapema. Mungu awabariki sana, Mungu awatunze. Ninaamini kabisa Mungu hatawapungukia, Mungu hatawapungukia. Lakini pia nikushukuru hapo umekuja leo. Wewe ambao umekuja leo umenitia moyo sana sana sana. Na ninakukaribisha kesho tena. Hebu ngeke jirani yako, mwambie jirani, karibu tena siku ya kesho. Tutafuta uso wa Bwana. Mwendo ni ule ule. Neno na maombi. Neno na maombi. Unapokuja hapo mtumishi wa Bwana, ndio ukiwa na agenda mbili. Kusikiliza neno na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija hapa, ndio na agenda kwamba mimi nataka Mungu anitoe hapo. Mimi nataka Mungu anivushe hapa. Mimi nataka nitoke hapa niende mahali
wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kazana, kuna vitu vingine wakati mtumishi anafundisha kama pengine haiwezekani, nikawa najiongeza kama kanuni nyingine ni kusukuma mpaka vitu vizaliwe bila ambavyo viko rohoni. Sema amen. Kama hautasukuma vitu vizaliwe, havitazaliwa. Na kitu ambacho kitasukuma vitu vizaliwe ni maombi tunayoomba. Sema amen. So make sure ukija hapa unaomba, unakazana, unajituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote tulikuwa hivyo hivyo. Unaenda kanisani unashangaa mtu anapiga pao. Bwana Yesu kumbe sijaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajishangaa, lakini unajifunza kama yule anaomba na mimi nitaomba. Na mimi nitamuita Bwana. Na mimi nakuombea upako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana, lakini kwa heshima kabisa ni surprise mtumishi wa Mungu. Tulikuwa tunamtegemea Jumanne. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumanne hakuja. Sasa leo nashangaa mtumishi, naomba kwa heshima na pamoja na kaka hapo mpe tu kitambulisho, sema maneno machache, alafu mbele watie moyo watumishi wa Mungu akiharaka. Kusikiliza neno na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana, njoo na ajenda kwamba mimi nataka Mungu anitoe hapa. Mimi nataka Mungu anivushe hapa. Mimi nataka nitoke hapa niende mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana my brother. Na vitu vingine wakati tumesha. Haleluya. Tumesoma naye ni wa kidato kimoja. Tumesoma naye darasa moja. Tumekula ugali wa shule na dagaa. Haleluya. Na kitu cha ajabu kidogo, kitu cha ajabu ni kwamba wote tumesoma masomo ya biashara, na yeye alikuwa mkali wa bookkeeping na mimi nilikuwa mkali wa commerce. Haleluya. Kwa hiyo kwenye bookkeeping alikuwa ananikimbiza, ila kwenye commerce alikuwa anakaa na mimi nilikuwa nakimbiza. Haleluya. Na tunamshukuru Mungu kwamba kwenye darasa letu tumeokoka na mimi na yeye tunamtumikia Bwana. Haleluya. Kwa hiyo alivyoniambia kwamba amehamia hapa kiharaka, nyumbani kwangu ni Mapinga, nikasema lazima nije siku moja ili na mimi niabudu. Mimi nilikuja kuabudu. Haleluya. Na mimi nimehudumiwa na Bwana. Lakini pia jambo lingine, mtumishi aliyetufundisha leo ni rafiki yangu pia. Tumeokoka pamoja, tumemtafuta Mungu pamoja kwenye ibada za vijana na wakati wa kuchumbia. Haleluya. Tumetiana moyo sana. Kuna wakati unaachwa, unapigwa kitu kizito, tunatiana moyo. Kwa hiyo nimefurahi sana kukuona mtumishi wa Bwana. Pigie Yesu makofi mazuri kwa ajili yake. Niseme neno moja tu. Sisi mwezi wa 8 tunasema ni mwezi wa ushuhuda, na kwenye mwezi wa 8 tumeendelea kupokea shuhuda nyingi. Na kuna dada mmoja amenipigia simu juzi akanipa ushuhuda kwamba baada ya maombi tuliyokuwa nayo na mkesha aliitwa kwenye interview, na alipofika pale kwenye interview akaambiwa hana haja ya kufanya interview, aseme kiwango cha mshahara anachokitaka. Kwa hiyo akasign document na ameanza kazi. Kwa hiyo akanitafuta akaniambia, mtumishi, naomba niwe wa kwanza kumshuhudia. Yapigia Yesu makofi mazuri. Na kwa sababu hiyo nataka nikuombee na wewe kwenye mwezi wa 8, Mungu akupe neema ya kupendelewa. Na Mungu aliwajalia wana wa Israeli neema ya kupendelewa. Biblia inasema hata wakapewa kila walichotaka. Kwa ile neema ya kupendelewa waliopewa ili wasaidia wapewe kila walichotaka. Na wewe mwezi huu wa 8, neema ya kupendelewa iwe juu yako na ukapewe kila unachotaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wewe mwezi wa 8 ukashuhudie, na ushuhuda wa pili utakuwa ni wa kwako
katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Ninawapenda na nimeongozana na mtumishi wa Bwana. Yeye anaishi hapa Kiharaka, lakini pia ni kaka yangu. Kwa hiyo tunawapenda na Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Tumesalimiana Kiingereza kidogo. Sema amina. Urakoze. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mdogo wangu kabisa. Tulikuwa darasa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wakati niko kidato cha 6 Umbwe, namuona anahubiri. Yaani mimi nilikuwa na mawazo mengi sana kichwani. Kwa sababu nilikuwa namjua huyu jamaa alikuwa mwimbaji. Yaani tulikuwa na zile tunasema ni nini? Ni usiku mikesha fulani ya kuimba, watu wanaimba. Jamaa naenda kuchana michano ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa kule nashangaa mwenzangu anahubiri. Nasema ninaota au ninafanyeje? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndio huyu ambao tunamuona. Juzi nilikuwa naongea naye, namwambia kuna mahali Mungu anampeleka, si tu kwa ajili ya Dar es Salaam, kwa ajili ya Tanzania nzima katika jina la Yesu. Kabisa. Kabisa. Kwa hiyo nilikuwa namwambia mtu ambaye ana nguvu ya kushindana na Mwamposa, huyu jamaa imetapika kabisa mpaka nje. Nikasema nikamwambia jamaa nataka nijue wewe ni wa wapi. Na sisi tunataka upako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Lakini jambo jingine ambalo tuliongea, nimemuomba kwamba siku moja uje utuhudumie hapa. Sema amen. na nikamwambia tupe muda tutangaze. Kanisa letu ni dogo, lakini tunaamini tunaweza tukafanya kitu. Sema amen. Wangapi anatamani siku moja tuhudumie? Amen. Basi aisee, mtumishi wa Mungu Mwalimu Emirian Katibaemo, siku ambayo utabarikiwa, wewe niambie, Bwana nataka kuja kutumika pale. Na tutafanyia huko ndani, tutafanyia nje katika jina la Yesu. Tutafanyia hapo nje, utuhudumie hata kama ni siku moja. Wewe tuambie tu, Bwana mimi niandalie siku moja, tutaitangaza, tutaipublish. Tunaamini Mungu atafanya kitu. Sema amen. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana, Mungu awatunze. Naomba kesho tuwahi mapema, tuanze mapema, tuabudu pamoja, tusifu pamoja na tusikilize neno kwa pamoja. Sema amen. Naomba wote tusimame, tushirikiane neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Mungu awabariki na muende na amani ya Bwana. Amen.